Kuna nchi duniani ambayo ilifanya uamuzi wa ajabu sana. Wakati mataifa mengi yanapima nguvu zao kwa ukubwa wa jeshi, ndege za kivita, mizinga, makombora na bajeti ya ulinzi, nchi hii iliamua kufanya kitu tofauti kabisa. Iliamua kufuta jeshi lake. Nchi hiyo ni Costa Rica. Nchi ndogo ya Amerika ya Kati iliyopo kati ya Nicaragua na Panama, lakini yenye moja hadithi za kipekee kabisa kwenye historia ya siasa za dunia. Kwa sababu kwa zaidi ya miongo 7 Costa Rica imeishi bila jeshi la kudumu. Hakuna jeshi kama tunavyozoea kuona kwenye nchi nyingi. Hakuna majeshi ya ardhini yenye nguvu kubwa. Hakuna ndege za kivita. Hakuna manowari. Hakuna utamaduni wa kijeshi unaotawala siasa. Na swali linakuwa moja: kwa nini nchi iamue kuishi bila jeshi? Je, ni ujasiri, ni bahati, ni udhaifu, au ni moja ya maamuzi ya kisiasa yenye akili zaidi kuwahi kufanywa na taifa dogo? Hadithi inaanzia mwaka 1948. Costa Rica ilikuwa imetoka kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Taifa lilikuwa limejeruhiwa. Watu walikuwa wamepoteza maisha. Siasa zilikuwa zimepasuka. Na kama ilivyo kwenye nchi nyingi zinazotoka vitani, swali kubwa lilikuwa sasa tunajengaje taifa jipya? Katika mazingira hayo, kiongozi Jose Figueres Ferra alifanya uamuzi ambao ungeandika historia. Alitangaza kufutwa kwa jeshi la Costa Rica. Kitendo hicho kilikuwa na ujumbe mkubwa sana. Badala taifa jipya kujengwa juu ya hofu ya silaha, lingejengwa juu ya taasisi, elimu, afya na demokrasia. Hii haikuwa tu kauli ya kisiasa, iliwekwa kwenye katiba ya nchi. Katiba ya Costa Rica ikaweka wazi kwamba jeshi kama taasisi ya kudumu limefutwa. Badala yake nchi itakuwa na vikosi vya polisi kwa ajili ya kulinda usalama wa ndani na utulivu wa raia. Kwa maneno mengine, Costa Rica haikusema kwamba usalama si muhimu. Ilichosema ni kwamba usalama haupaswi kutawaliwa na jeshi la kudumu. Hapo ndipo hadithi inakuwa kubwa. Kwa sababu katika dunia yetu tumefundishwa kuamini kwamba bila jeshi kubwa nchi haiwezi kuwa salama. Lakini Costa Rica ilisema labda usalama wa kweli hauanzi kwenye bunduki. Labda usalama unaanza kwenye shule, unaanza kwenye hospitali, unaanza kwenye haki, unaanza kwenye demokrasia, unaanza kwenye maisha bora ya wananchi. Na hapa ndipo uamuzi wake ulipoanza kuzaa matunda. Fedha ambazo zingetumika kujenga jeshi kubwa, kununua silaha na kuendesha taasisi nzito ya kijeshi zikaelekezwa zaidi kwenye maeneo mengine ya maendeleo: elimu, afya, utamaduni, huduma za jamii. Na kwa miaka mingi Costa Rica imejijenga kama moja ya nchi zenye sifa nzuri zaidi katika Amerika ya Kati kwenye masuala ya amani, demokrasia na utulivu wa kisiasa. Lakini tusiangalie hadithi hii kama hadithi ya ndoto pekee. Uamuzi wa kufuta jeshi haukutokana na amani tu. Ulikuwa pia uamuzi wa kisiasa. Baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, jeshi lingeweza kuwa hatari kwa serikali mpya. Katika nchi nyingi jeshi limekuwa chanzo cha mapinduzi, shinikizo la kisiasa na migogoro ya madaraka. Kwa hiyo kwa Costa Rica kufuta jeshi ilikuwa pia njia ya kuondoa kitu ambacho kingeweza kurudisha nchi kwenye machafuko. Kwa lugha rahisi, waliamua kwamba jeshi linaweza kuwa tishio kwa demokrasia changa. Basi bora wajenge mfumo mpya bila jeshi la kudumu. Na hili ni somo kubwa sana. Kwa sababu mara nyingi jeshi linaweza kuwa ngao ya taifa, lakini likiwa na nguvu kuliko taasisi za kiraia, linaweza pia kuwa kivuli juu ya demokrasia. Costa Rica ilichagua kupunguza nafasi hiyo. Iliamua kwamba siasa ziendeshwe na raia, serikali isimamiwe na katiba, na usalama wa ndani usimamiwe na polisi. Si taasisi kubwa ya kijeshi inayoweza kuingia kwenye siasa. Lakini swali lingine muhimu ni hili: je, nchi inaweza kuishi bila jeshi katika dunia yenye migogoro? Jibu si rahisi. Costa Rica imefanikiwa kwa sababu ya mambo kadhaa. Kwanza, jiografia yake. Ipo kwenye eneo ambalo licha ya changamoto za Amerika ya Kati iliweza kujenga sera ya diplomasia na mahusiano ya kimataifa
badala ya siasa za vita. Pili, imeweka nguvu kwenye sheria na taasisi. Tatu, imejijengea sifa ya nchi ya amani, mazingira na utalii. Nne, imekuwa ikitegemea ushirikiano wa kimataifa na diplomasia kama sehemu ya ulinzi wake. Kwa hiyo sio kwamba Costa Rica haina usalama. Ina usalama, lakini imeuchagua kwa njia tofauti. Na hapo ndipo tunapaswa kuwa makini. Hadithi ya Costa Rica haimaanishi kwamba kila nchi duniani inaweza kufuta jeshi lake kesho asubuhi. Kila nchi ina historia yake. Kila nchi ina majirani wake. Kila nchi ina vitisho vyake. Kila nchi ina mazingira yake kisiasa. Nchi iliyopo kwenye eneo lenye vita, ugaidi, uvamizi au migogoro mikubwa ya mipaka haiwezi kuiiga Costa Rica bila kufikiria mazingira yake. Lakini hata kama dunia haiwezi kuiiga Costa Rica kwa 100%, bado kuna somo kubwa. Somo ni hili: usalama wa taifa sio silaha pekee. Nchi inaweza kuwa na jeshi kubwa, lakini wananchi wake wakawa hawana amani. Nchi inaweza kuwa na mizinga mingi, lakini hospitali zikakosa dawa. Nchi inaweza kuwa na ndege za kivita, lakini watoto wakasoma kwenye madarasa mabovu. Nchi inaweza kutumia mabilioni kwa ulinzi, lakini vijana wakakosa ajira na kukata tamaa. Na hapo swali linakuwa, usalama ni nini? Je, usalama ni kuwa na jeshi kubwa tu? Au usalama ni wananchi kuwa na elimu, afya, kazi, matumaini, haki na taasisi wanazoweza kuziamini? Costa Rica ilitupa jibu lake. Ilisema, taifa letu litakuwa salama zaidi kama tutawekeza kwa watu. Na ndio maana hadithi yake imeendelea kuvutia dunia. Kwa sababu katika karne ambayo mataifa yanashindana kuongeza bajeti za kijeshi, Costa Rica inasimama kama mfano unaouliza swali tofauti. Je, tungekuwa na dunia ya aina gani kama mataifa yangewekeza zaidi kwenye maisha ya watu kuliko hofu ya vita? Fikiria shule zilizojengwa kwa pesa ambazo zingetumika kununua silaha. Fikiria hospitali zilizoboreshwa kwa bajeti ambayo ingetumika kununua vifaru. Fikiria vijana waliofundishwa teknolojia, sayansi, kilimo, biashara na ubunifu badala ya kuandaliwa kwa vita. Fikiria taifa linalojenga nguvu yake si kwa kuwatisha wengine, bali kwa kuwa na watu wenye sifa, bali kwa kuwa na watu wenye afya, elimu na matumaini. Hii ndiyo ndoto ambayo Costa Rica ilijaribu kuishi. Na kwa namna nyingi ndoto hiyo imeifanya nchi hiyo kuwa mfano wa kipekee duniani. Lakini pia kuna changamoto. Costa Rica bado ina matatizo yake pia. Haina maana kwamba kufuta jeshi kuliondoa kila tatizo. Bado kuna changamoto za usalama wa ndani, uhalifu, madawa kulevya, tofauti za kiuchumi na presha za dunia ya kisasa. Lakini tofauti ni kwamba changamoto hizo hazijaribiwi kutatuliwa kwa jeshi la kudumu. Zinajaribiwa kupitia polisi, sheria, taasisi, diplomasia na sera za kijamii. Na hapo ndipo uzuri wa hadithi hii ulipo. Costa Rica haikutafuta kuwa taifa lenye nguvu kwa namna ya kawaida. Haikusema tutakuwa wakubwa kwa sababu tuna silaha. Ilisema tutakuwa tofauti kwa sababu tunachagua amani. Na wakati mwingine kuwa tofauti ndio nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo ukiisikia Costa Rica kama nchi isiyo na jeshi, usiione kama nchi dhaifu. Ione kama nchi iliyowahi kuuliza swali ambalo mataifa mengi yanaogopa kuuliza. Je, taifa linaweza kujilinda kwa kujenga wananchi wake badala ya kujenga jeshi lake? Je, elimu inaweza kuwa silaha? Je, afya inaweza kuwa ulinzi? Je, demokrasia inaweza kuwa ngome? Je, amani inaweza kuwa sera taifa, si ndoto tu? Costa Rica ilijibu, ndiyo, inawezekana. Hata kama si kila nchi inaweza kuishi kama Costa Rica, kila nchi inaweza kujifunza kitu kutoka kwake. Kwamba nguvu ya taifa haipimwi tu kwa jeshi lake, inapimwa pia kwa ubora wa maisha ya watu wake, inapimwa kwa taasisi zake, inapimwa kwa haki, inapimwa kwa elimu, inapimwa kwa uwezo wa viongozi kuweka wananchi mbele ya silaha. Mwisho wa siku, Costa Rica ilifuta jeshi lake, lakini haikufuta usalama wake. Ilibadilisha maana ya usalama. Na labda hapo ndipo dunia inapaswa kusimama na kujiuliza, je, usalama wa kweli unaanza kwenye bunduki au unaanza kwenye maisha ya watu?